kwa Uholanzi, wao wakija na 4 hapo. Unaona Jean-Paul wote wakina nani, Frank de Jong akiwa amesimama hapo, lakini pia tunaangalia wamepiga 4, wamepiga 1, wamepiga 2, wamepiga 3 hapo mbele. Sawa. Huu ndio mfumo ambao wanakuja nao Al Mayani. Of course mifumo hiyo naona kama ni mifumo ambayo ni general kwa timu zote ambazo katika specifically katika hizi mechi za kwanza. Lazima kwenye defensive style of play lazima kuwe na uhakika kuwa na walinzi 4. Sasa inategemea na opponent, yani speed yake hasa ya kushambulia au ya kujilinda, ndio huwa inapelekea sasa kuongeza hasa idadi kubwa ya yani washambuliaji. Lakini kwa approach ambayo wanaingia nayo ya 4-3-3 inaonyesha kabisa kwamba Uholanzi wanakwenda kushambulia. Ndio walinzi 4 lakini washambuliaji 3. Gakpo, unaona Malen pamoja na Samaville, wote hawa 3 muda wote watakuwa wanakwenda kushambulia, na viungo 3, mmoja defensive midfield, lakini hawa wengine Gravenberch pamoja na Reijnders wao muda mwingi watakuwa wanashambulia. Kwa hiyo ukiangalia hata approach ambayo umeingia nayo Uholanzi, naona kabisa wanakwenda kushambulia. Ndio sababu huko mbele pale hali tukiangalia Justin Kluivert tumemwona anachokifanya katika EPL, lakini pia tunamwona Memphis Depay yuko pale. Ndio wanastahili kuwa pale kweli kutokana na hiki kikosi ambacho kimeanza hapa kwenye Masam. Kwa kweli ni kitu ambacho mwalimu sijui, lazima kuna kuaga na plan A na plan B. Ukiona wale wachezaji ambao wamewaweka benchi kwamba hii plan A ikishindikana, kwa hiyo wale huwa wanatumika kuja kuresolve changamoto ambayo itakuwa imetokea pengine. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kila kocha huwa anakuwa lazima, ukiona plan A lazima upie na plan B. Sasa plan B lazima uwe na wachezaji ambao unajua kabisa wana solution ile ambayo labda itakuwa Afmani anaweza kana jibu lake. Mimi nilimuuliza nikamwambia kina Gakpo hajafanya chochote na Liverpool. Yani nini kina performance ukiangalia unaona kuna watu wako katika timu ambao walikuwa kidogo hazina hiyo financial power au hazina nguvu katika ligi zao.